Naitwa Elizabeth Simon Mwakapangala. Naishi mtaa wa Mgeule, kata ya Buyuni. Ilikuwa toka tarehe 26 walikuwa wanafika watu kwenye eneo langu wakiongozana na mwenyekiti wa Kinyamwezi, ambaye mimi si mwenyekiti wangu. Mimi mwenyekiti wangu anaitwa John Lazaro Mwantebela. Lakini nashangaa sana, huyu mwenyekiti wa Kinyamwezi anakuja na kundi lake, wanakaa shambani kwangu wanafanya vikao. Na vikao wanavyovifanya mimi sivielewi. Wao wanasema kwamba ili eneo la makaburi ni eneo lao, walipewa na serikali kwa ajili ya kuzika. Lakini hilo eneo nililopewa mimi ni eneo ambalo kweli nilifika mahakamani, niliwashtaki TAA, manispaa na mwanasheria mkuu. Hatimaye nikapewa ushindi. Sasa ninashangaa sana kwamba hawa watu, kama chombo huru kama mahakama kiliweza kutoa haki, lakini bado hawa watu wanaidharau ile haki iliyotolewa na mahakama. Wao wanajichukulia wao kama wao. Kwa kutoka hapo tarehe 26 mpaka leo bado wanaendelea kuja kwenye eneo langu. Na wengine leo hii wamekuja, ambao leo ni tarehe 9, wamekuja kwenye eneo langu, wamekuja na magari, wanasema kwamba ni manispaa, wametoka huko manispaa, watu wa ardhi. Wamebenua pleti zao za namba kwenye magari. Hasa ninashanga hawa kweli ni watu kweli wametoka manispaa au ni wahuni? Kwa nashindwa kuelewa. Kwa cha msingi kitu kikubwa sana, ninakuomba waziri wa tawala za mitaa na mikoa TAMISEMI Riziki Shamdoe, ninaomba unisaidie ili uweze kushuka huku chini, kwa sababu sisi watu wa chini tunapata shida sana kwa hawa watu ambao ni wahuni tu, ambao wanakuja kujichukulia maamuzi kama viongozi. Lazaro Mwantebela ni mwenyekiti wa mtaa Mgeule ambao uko kata ya Buyuni katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Ni kweli kwamba kwenye mtaa wetu kulikuwa kuna mgogoro baina ya mamlaka ya viwanja vya ndege na wananchi wa mtaa wa Mgeule, na hii ilifuatia utekelezaji wa uhamishaji wa wananchi toka Kipawa pale ambapo tumejenga terminal 3 kuwaleta kwenye maeneo yetu. Sasa changamoto ilitokeza ni kwamba mradi ulipangwa kufanywa katika maeneo manne: mtaa Pugu, Kigogo Fresh na Kinyamwezi, na kwa upande wa Chaniki ilikuwa ni Zavala na Miguu. Mtaa wetu haukuhusika kabisa katika mradi huo. Lakini katika mazingira ya kutatanisha, TAA iliingia katika mtaa na kuanza kugawa baadhi ya maeneo pasipo kuzingatia taratibu zilizowekwa. Hii ndio ikapelekea pana shauri, sababu mamlaka ya viwanja vya ndege ilianza kuhamisha makaburi kutoka Kipawa kuyaleta katika mitaa ya kwetu kwenye maeneo ya wananchi. Zoezi hili lilifanyika mwaka 2012, wakafanya na wakayafungia ndani ya fence ya makaburi. Lakini sasa hivi kumekuwa na vitendo ambavyo wametoka nje ya hilo eneo ambalo walikuwa wamehifadhi na kuingia kwenye maeneo ya wananchi. Mnamo mwaka 2020 wananchi walifungua kesi namba 202 Mahakama Kuu. Washtakiwa wakiwa ni mamlaka ya viwanja vya ndege, halmashauri ya jiji na mwanasheria mkuu wa serikali, ambapo hukumu yake ilitoka, wananchi wameshinda. Hivyo kwenye yale maeneo haruhusiwi mtu yeyote kuzika kwa sasa, sababu mahakama ilishaamua. Baada ya uamuzi wa mahakama tunatarajia kwamba kila mtu atakuwa kutii agizo la mahakama. Lakini pia nieleze kwamba mtaa Mgeule, mbali na hilo eneo ambalo wanatamani wenyewe kuzika, kuna maeneo mengine 5 ambayo yapo, ambayo ni maeneo ya maziko. Kuna mazishi kwa ajili ya upande wa Uislamu, vile mazishi kwa upande wa Kristo. Kwa hiyo tunatarajia kwamba wananchi wote ambao wanaelekeza nguvu zao kwenye kuzika kwenye yale maeneo
tunawataka wasitishe mara moja, kwa sababu mtaa wetu hauna uhaba wa maeneo ya kuzika. Na hata hilo zoezi lililotokea majuzi, tulishawaelekeza wahusika wenye maiti, tukawaelekeza vile vile na wale wanaohusika katika kuchimba maeneo kwamba wachimbe eneo fulani, lakini kwa makusudi na kwa mazingira ambayo yanaendeshwa na uongozi huo wa mtaa jirani, wakalazimisha kwenda kwenye maeneo ya wananchi. Kwa ni wito wangu kwa wananchi wote wa mtaa Mgeule na wale ambao wako mpakani na mtaa Kinyamwezi, wazingatie hilo kwamba lile eneo mtu alishashinda Mahakama Kuu, na katika wananchi hao hakuna aliyejua uamuzi wa mahakama. Kama wanaona wana haki ya msingi ya kutaka kuendelea kuzika pale, basi wanatakiwa warudi Mahakama Kuu, Mahakama Kuu ibatilishe. Lakini mpaka sasa toka mwaka 2020 hakuna mwananchi yoyote ambaye ameenda kupinga au mamlaka ya viwanja vya ndege na halmashauri ya jiji kwenda kufungua shauri la kukata rufaa. Na sote tunajua kwamba muda wa kukata rufaa upo muda rasmi. Sasa kama hawajazingatia muda huo wa mahakama, hawezi sasa baada ya miaka 4 au 5 wakaja kusema kwamba bado wana haki wakati mahakama imeshatoa. Na mimi nimewashauri wananchi wanaohusika walioshinda kesi kwamba waende wakafungulie kesi wale wote ambao wanahusika na vurugu hizo, ili waweze kwenda kujibu kwenye mahakama ni kwa nini wanadharau amri halali ya mahakama.